Kuna comment moja nilikutana nayo ikiwa inasema nahitaji kufahamu jinsi gani ya kuchambua mechi za uwezekano mkubwa kutoa over 2.5 over 1.5 au over 2.5. Ili upate over 2.5 kuna njia nyingi unapaswa uzitumie kupata over 2.5, ila leo nimeenda kukuonyesha njia moja ambayo hiyo itapelekea wewe upate over 2.5. Njia hii huwezi kuumiza sana kichwa, ambapo unatakiwa tu kuingia Google na kuandika over 3.5 kama nilivyoandika mimi hapo. Kama utavyoona ni hapa over 3.5, over 3.5 goals stars. Okay, sasa hapa tutatakiwa tuingie katika sehemu hii ya start 24. Okay, tunatakiwa tuingie hapa. Tukisha ingia hapa utaweza kuona kuna mechi nyingi. Mechi za kwanza ambazo unazoziona hapa zimetoa goli ngapi? Hizi goli 4, hizi goli 5, dakika 70 tunaona mechi inaendelea. Hii hapa nadhani itakuwa bado au mechi ilishachezwa, ila nadhani kuna kitu hapo umeanza kukielewa. Sasa kwenye hii website ili uweze kupata zile za uhakika, mimi hapa nitaenda kuchambua za kesho. Za kesho nazipata hapa, nitagusa kwenye hii sehemu ya kalenda. Nikishagusa kwenye hii sehemu hii ya kalenda, nitaenda kukliki tarehe 30 hapa. Ina maana hizi ni za kesho. Okay? Baada ya kukliki kalenda na tarehe 30, mechi za tarehe 30 ni hizo hapo. Sasa kwa sababu wewe unahitaji over 2.5, ila hii inatoa over 3.5 na inakupa na asilimia. Utaweza kuona hii na asilimia 88. Sasa ili uweze kujiridhisha, kanuni ni ile ile tu. Utaenda kuangalia hii mechi umeandikaje, au mimi nitashikilia hapa, nitakopi linki text hapa. Nitakopi link text na copy haya maneno. Nikisha copy link text, nitaenda kwenye live score, lakini pia nitaenda kwenye kampuni ambayo inatumia kuweka hizo odds. Nitaingia kwenye live score, basi nitaenda kupaste ile mechi. Nitapaste hapa, nitarudisha. Unaweza kaandika, lakini pia mimi nimetumia kucopy na kupaste hapo. Bado sijaipata. Nimeona hii moja kule lini. Okay, hii fixtures 30 saa 5. Kule lini kwa nyumbani na nicheza naye. Nadhani ni hii. Kwa hiyo nitaenda kuigusa hapa. Nikishaigusa, kwanza hizi mechi zinaonyesha 50 kwa 50, lakini huyo nyumbani mechi iliyoisha amepoteza, amelose. Halikadhalika ugenini mechi iliyoisha amelose. Tutaweza kuona kwanza kuna asilimia kubwa ya kutoa goli nyingi, na huyo anaonekana anaruhusa na magoli kwa sababu mechi takriban karibia 3 ameruhusu magoli. Tukirudi huko chini, huyu pia ameruhusu magoli, lakini tukiingia takwimu zilizokutana. Sasa hii nitakupa uhakika kwamba ni uchambuzi ambao utakuwa unaweza kukupa asilimia kubwa. Uhakika ni kwamba ni uchambuzi ambao unaweza kukupa asilimia kubwa, lakini hakuna uhakika asilimia 100. Umeona? Sasa kanuni yangu mimi ambayo inaonyesha mechi iliyoisha matukio haya, mechi iliyoisha imetokea matukio haya, kwangu mimi naipa over 2.5. Naipa over 2.5. Yaani ina asilimia 90 ya kutoa over 2.5. Maana kwenye football hakuna asilimia 100. Ingekuwa kama mechi hizi, yani hapa pana matokeo kama haya, basi ningekuwa na mashaka kwamba goli, lakini hapa kuna matokeo kama haya. Kwa hiyo matokeo haya yanaweza kujirudia, hata goli 4 zinaweza zikapatikana kweli mechi hii hapa. Kwa hiyo kwanza hapa nitaiwekea icon ni hii hapa, au nitaiwekea nyota star. Hii star ina maana mechi matokeo yatavyoendelea nitakuwa napata taarifa, lakini nitaenda kwenye kampuni ambayo nawekea hiyo nikiweka. Mfano kama Palipesa, nitapaste ile mechi, nitafuta hii hapa under 20 hii. Nitaangalia huko chini, hii hapa nimekuta tarehe 30.
kuna hii na hii under 20 au Study Premier. Ile bwana ni under 20 lakini sio mbaya, tutaingia kwenye upande wa Palipesa. Lakini pia hata hii hapa, hii inatakiwa tuweke. Hii ya chini. Hii ya wakubwa hii over 2, unaona hii over 2 tunaweka hapa. Kwa sababu uchambuzi wetu umejiridhisha natoa over 2, lakini hawa hii under 23. Kwanza angalia goli 2 odi yake. Sasa tutaenda kujiridhisha hapa, na pia kampuni kama hii inasema kuangalia market, sema kuangalia statistics hakuna. Ngoja tu hapa. Nimeona ngoja niingie kwenye SofaScore. Naweza nikaipata hiyo mechi statistics yake. SofaScore nadhani ni hapa. Nilivyoingia hapa nimekuta yes. Kwa sasa hivi ni tomorrow, maana ni saa 5 usiku. Nitaingia kwenye matches. Tunaposema tunatumia akili ama kuchambua, akili kweli. Mechi zilizocheza ni hizi. Details tutaingia kwenye hii mechi yenyewe hii. Tutaingia kwenye mechi yenyewe, tutaingia kwenye matches. Matches tutakutana hizi matches. Mara mwisho walivyokutana patikana goli moja, lakini hao wenyewe wana sifa kutoa magoli mengi. Kwa hiyo inayo kama mara mwisho kupatikana magoli, yani ipatikana goli moja, basi mechi hii ninaona kwamba kuna uwezekano wa kutoa over 1.5 pia au over 2.5. Kama over 2.5 na zaidi hata over 3.5. Kwa hiyo hii bila shida yote nenda kuweka over 3.5. Hapa over 3.5 hii hapa. Kwa hiyo hapa tayari nishapata ODC hizi mbili hizi. Lakini hizi zote tumeona zinatoa, yani hii tunaona inatoa over 2, inatoa over 3. Kwa hiyo hivyo ndivyo unavyoweza kutafuta mikeka. Utarudi tena kule kwenye ile website. Njia zangu mimi mara nyingi zinatoaga mafanikio kwa asilimia kubwa. West Home City tunaweza tukachukua Home City hapana. Utaangalia tu mechi ambayo unavutiwa nayo, unaichukua. Naweza nikaichukua hii, nikiingia kwenye SofaScore. Na hapa nilivyoingia hapa nitaenda kusearch. Na hapa ni hii hapa. Ni hii tomorrow, ni hii kweli ipo hapa, nitaigusa. Nikishagusa mechi za mwisho au miwini sana, nitaingia kwenye matches. Matches lazima nione takwimu ile inaitaka mimi. Nisipoona naachana nayo. Hii takwimu hii bado inishawishi kuweka over 2.5. Japokuwa pia inaweza katokea over 2.5 ila inishawishi. Mara mwisho ilimfungana sana. Kwa hiyo safari hiyo unaweza ukahitaji kuangalia jinsi gani ya kuweza kupunguza idadi ya magoli. Lakini kwa timu zingine inaweza pia ikatoa magoli. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine tunakuja kwamba wenda inaweza katoa magoli ama isitoe. Kwa hiyo kama mimi binafsi nikiwa nimejihakikishia hivyo, basi sipaswi kwenda kuchagua au sipaswi kuwekea chaguzi zozote, kwa sababu sina hata uhakika kwamba angalau hata asilimia fulani kwamba tutafanikiwa. Kwa hiyo lazima nikatafute ambao hata mimi mwenyewe itakuwa naamini kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo nitaenda kutafuta tu mechi nyingine hapa. So nimekosa hiyo, nitachukua Pestoni Home. Kwa nachukua Home. Kwa hiyo system ni ile tu. Nachukua Home. Nenda kwa siweka Home. Hapa Home. Home hapo, hiyo nitasearch Home. Hizi ni njia ambazo naona kwa asilimia kubwa zinaweza katoa hili. Tomorrow tarehe 30 hapa. Tarehe 30 nenda kwenye matches nenda mara mwisho pia. Sasa kwa sababu nyewe hujawahi kutoa
goli hizi, haujawahi kutoa goli chochote ukutani. Kwa namna moja hii unaweza tukaweka over 2.5, lakini pia napo utakuwa upo kwenye mazingira yale kwamba unaweza ukafanikiwa ama usifanikiwe. Sasa unakutaga mechi nyingine kama hiyo unakuta naiweka kwa sababu naamini kwamba inaweza katoa. Jambo ambalo kumbe safari hiyo unaweza ukadhibiti. Bado unahitaji ulijizilizishe. Na ndio maana unakuta mechi unapata mechi 2, mechi 3. Unakuta hata nikipataga mechi kama hizo zinakuwa ni za uhakika. Sasa unapoona labda mkeka nimeposti mechi nyingi, utakuta labda nazidisha na hizo hapo hizo. Tunakuwa tutasoma ukizidisha hizo ambazo unakuwa na kutoa ama kutokutoa, unakuta ndo hazitoagi hata kama umefungana. Wacheki, nachukua wacheki. Kwa system ni ile ile tu. Kwa kujisikia kutafuta over. Kwa mtu ambaye hujui chochote na unahitaji kupata mafanikio, unaona? Lakini mechi nadhani imetokea tu hapa juu hapa. Kwa ambao unatafuta mafanikio pia, ili njia pekee ya wewe kuweza kupata mafanikio. Mara mwisho unaona kama alifunga na magoli mengi. Saa 6 imeshafikia hapa, ndio maandika today 5 bila. Sasa hivi ukisema uweke tu hivyo hivyo, baada yake sasa unaweza kuta-install. Sasa ukichukua ile na hii moja unaweza kutangoja hapa na install Flora. Flora hawa mechi mwisho mbona kama alitoaga magoli Flora. Flora naona alishinda sijui vile. Mechi ile takwimu zake nilikuwa nazo. Yaani mimi nakupa moneta madini ambayo ni ya ukweli kabisa. Madini ambayo yanakunufaisha ni kweli Flora alishinda hii mechi. Over 1.5 ilitoa hii. Flora alishinda. Lakini mechi zingine zinazoendelea hapa Flora atacheza tena. Flora ni hii hapa. 27. Au sio? Itakuwa Flora tu. Tuingie upande wa matches. Ni wale tu matches. Au nao tena hapana, tusiweke. Ila kwa sababu Flora iko juu, huyu yuko chini, inaweza katoa hii. Inaweza katoa. Yaani Flora kama akashinda hata 3-1. Takwimu kidogo inaweza kalizisha, lakini kwangu mimi ni kama over 1.5 tu. Hii. Kama over 1.5. Ila pia inaweza katoa hiyo over 2. Hii Flora naona inaweza katoa. Na wengine hao na walikopo Finland waga zinatoaga sana hizi tipsi tops zinatoaga Finland zinatoaga sana. Sasa mara nyingi hizi hapa wanawekaga matokeo kutokana na jinsi gani una uwezo kufungana. Kwa hiyo wanakuwekea kama wanafungana sana, basi watakuwekea over kwa sababu wanafungana sana. Kama moja anashinda sana, basi mara nyingi utakuta wanakuwekea moja kushinda sana. Jambo ambalo mimi siliafiki. Yaani mpira una matokeo, kuna matokeo yanaweza yakajirudia, lakini pia sijirudie. Kwa hiyo inabidi uangalie kama matokeo kujirudia yamejirudia, basi mechi inayofuata matokeo yenda sijirudie. Hao nadhani hawajawahi kukutana Tupsi na huyu hawajawahi kukutana, okay? Kwa hiyo kuna mtu anasema tipsi lazima utulie uchambue kama hivi unavyoona. Unajihakikishia. Na mimi naangalia zile ambazo najua. Kwa hiyo unaweza tu kutafuta zozote Glendavik. Like Glendavik unaweza katoa. Wewe unaona Glendavik na kwamba unaweza katoa. Kwa sababu wenyewe desturi yao ni kufungana. Lakini lazima uchukue tips ambayo ilikopo sahihi. Tips ambayo ilikopo angalau ina asilimia kubwa ya kufanikiwa. Okay, tunachukue nani? Kina Skills Austria. Sima nirudisha nyuma yao ngoja. Mbona kama takwimu nao wanatoa. Takwimu wanatoa lakini kidogo inakuwa inachanganya. Unajua ukishazoea kutumia kampuni fulani, afu akakupa kampuni nyingine,
Unaona? Unakuwa hii kampuni nyingine wako kama uelewi fulani hivi. Kwa mimi nafanyaga hivi. Sasa kama ningekuwa natengeneza mimi mwenyewe, utakuta zile mechi zingine zote nimeshaziweka. Ila kwa sababu tunataka angalau 90% tupate mafanikio, ndio inabidi sasa tuchambue mazingira kama hayo hapo. Natumia muda. Hawa bwana wanatoa. Hawa ni goli mbili wanatoa. Mara nyingi hizi hata over 1.5 zinatoa. Hawa ni goli mbili unaweza katoa. Lakini pia sisi tukaweka tu hata over 2. Over 2 pia tunaweza katoa. Over 2 katoa, lakini bado tunatakiwa tuendelee kufanyaje? Kujithibitishia zaidi. Sydney Olympics nimchukue nani? Na magoli jinsi yanavyotoa. Kwa hiyo siku akimwagika magoli na mwagika kweli. Sasa mara nyingi hizi goli mbili asilimia kubwa zinakuwa zinatoa, lakini sasa odds yake inakuwa ndogo. Hawa kina Itatuluko hawa nimeshapata, hao wanaweza katoa. Itatuluko anaweza katoa. Kwa hiyo hapo unaweza kutafuta odds nyingi sana za over. Itatuluko. Njia zipo nyingi sana za kupata hizo over. Wow, maana mwisho tu. Tano. Hawa nyingi wanatoa kama nilivyosema. Wanatoa over 5. Itatuluko naweka icon hapa. Naweka hii alama na nilionyota. Itatuluko anatoa Japs hawa wanatoa. Atlas hawa wanatoa. Kupiani hawa wanaweza katoa. Finland Kupiani. Sasa ili ufanikiwe na dili tu na zile, ukiona tu mechi ya mwisho waliocheza hazikupatikana goli nyingi au la head to head labda timu moja na timu nyingine, umeona hakupatikana goli nyingi, unaweza ukaweka over. Ndio wenyewe wanafungana goli nyingi mechi ya mwisho, lakini walipocheza na timu za kawaida zingine hawakutoa magoli mengi, unaweza ukaweka over. Umeona hapo? Kwa unaweza kufanya vitu kama hivyo. Ni mbinu mzuri sana, inaweza kusaidia kupata asilimia kubwa ya mafanikio. Na mwenyewe unaona hii website jinsi inavyotoaga mechi ambazo zinatoaga magoli. Kwa hiyo siku ukiwa na kipepo, Mungu atajalia na utapata mafanikio vizuri. Sasa kina Kuwait hao nao wanazinguaga, mara nyingi waga sipendagi kuwaweka. Matokeo ndo kama hivyo unavyoona. Norby leo amezingua. Kwa hiyo Dragon unaona wanafungana walitoa goli 6, wanatoa goli nyingi. Sasa mechi kama hizi ndo sasa hapo unaona tu sasa hapo ngoja tuniweke hii mechi fulani. Na magoli yanavyotoa. Mtaudi yake kule unakuta wameweka ndogo kwa sababu zinatoa sana magoli. Unaona hapo? Niliingia sehemu ambapo tayari mechi zake zimeshaisha. Okay, hii hapa inaitwa ni Stars 24. Inaitwa Stars 24. Hiyo mara nyingi ili uweze kuipata unaweza ukaandika over 3.5. Unaona kwa over 3.5 lengo lako sio kuchukua over 3 over 2. Unaona kwa unachukua over mechi zako za over 2 unaziweka. Ni kwa sababu nishaziwekea icon, kwa hiyo nikiwa tuna muda naipita tunaziweka. Ama nikisha jilizisha zaidi ndipo naziweka. Hizi timu wameandika kifupi. Ips hapa. Tomorrow today, yes ipo. Matches. Mara nyingi ukitafuta vizuri hii inatoa over 2.5. Hii hapa over 2.5. Inaitwaje? Unaingia kwenye pali pesa. Sasa hapa nitalazimika nitoe hii. Hata inaye sasa hii kutoa hapana. Anaonyesha kama yani hizi tips hizi unaziona hapa. Kama hii itatoa magoli, hii lazima itoe. Na mimi na asilimia kubwa ya kutoa. Sio lazima, ina asilimia kubwa kutoa. Hizi. Matokeo waga yanafananaga. Kwa hiyo tunaweza tukasearch hapa. Ips.
ni tu wote wanacheza ngapi? Sasa hii ni under 20 au niangalia mimi kwa si under 20. Ni PP hii hapa. Nata watu hiyo diagi ilikuwa ndogo sasa. Sasa angalia kule unaonyesha hujafungana sana. Kule unaonyesha hujafungana sana. Lakini hapa odds yake angalia ilivyokuwa ndogo. Na huku tumeona takwimu mechi ya mwisho hujafungana sana. Si hujafungana sana. Sasa kule mbona odds yake imekuwa ndogo? Kwa hiyo kuna muda mwingine unatakiwa tu wote yetu. Kwa maana kwamba hii ni uhakika. Kwa kama unataka mbili kama mbili za uhakika basi utatoa moja kwa sababu huwezi kuziweka zote. Utatoa hii hapa. Ukishatoa hii hapa na 1.98. Kwa unaweza ukachukua mechi moja hapa, ukachukua moja nyingine hii hapa. Ziweti. Ukachukua ziweti. Yeah. Kuna sehemu nimekosea. Ila sio mbaya kwamba ni hivi ziweti. Ziweti si double nimekosea ziweti hii hapa. Ziweti double T. Kuna kitu nimekikosea hapa. Au naweza kaandika lange. Okay. Sasa tukaziacha zile. Mbona kuna mechi nyingi sana nimeziweka ya notification. Mzikia notification. Au unaweza katuka acha hii Flora. Hii ndio tunaweka Flora. Flora na Temeka hii Vimsi na Flora tesa moja hii hapa. Ni Flora over 1 over 2. Ni hapa kwa Flora. Mbona hapa mkeka huu hapa ni mkeka huu. Kama kuna matokeo mazuri utananilio. Kwa hiyo ndo huu hapa. Natumai unaweza kuwa na matokeo mazuri. Yeah. Na hivyo ndio jinsi ya kutafuta over 2.5 over 1.5. Hakikisha tuna subscribe katika channel yetu ili mradi kuendelea kupata update mbalimbali ambazo tutakuwa tunatoa kwenye channel hii. Hakikisha unagusa alama ya button. Nadhani hili ni somo ambalo ni mzuri sana. Somo mzuri sana ambalo litaenda kukusaidia ama kufungua macho uweze kuchambua mechi zako vizuri na kupata mafanikio vizuri. Lakini pia walichoweka wao ama ninachoweka mimi haimaanishi kwamba kiko uhakika 100%, kwa sababu huu ni mpira na mpira unakuwa na matokeo ya tofauti kulingana na hali ya hewa ya uwanja, kulingana na hali ya hewa ya wachezaji, afya zao, wanaweza kucheza tofauti chini ya kiwango. Kwa hiyo ndio inasababisha kwamba kusiwe na uhakika wa uchambuzi ambao wako unatoa. Kwamba unaweza kufanikiwa ama usifanikiwe, ila tumechambua na tukatumia njia ambazo huwa zinafanyika ama zinatokea na kupata majibu kama haya. Yeah.